Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Ikiwa ni siku moja imepita, tumeshuhudia Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi kupitia mitandao yake ya kijamii akichapisha taarifa pamoja na ujumbe wa message ya kitisho aliyotumiwa na mtu ambaye pia Boniface Mwabukusi aliweza kuiweka namba ya mtu huyo ambaye alimtisha Boniface Mwabukusi kwenda Mbeya, ambapo Boniface Mwabukusi alitoa taarifa ya kwamba atakwenda Mbeya na kuhakikisha kwamba anapambana hadi Mdude Nyagali ambaye alitekwa na watu wasiojulikana anapatikana. Ikiwa hadi hivi sasa bado giza ni nene wapi alipo Mdude Nyagali, Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS kimetoa tamko rasmi kufuatia vitisho ambavyo amekutana navyo Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi, ambapo kupitia kile ambacho alikiposti Boniface Mwabukusi, message ambayo alitumiwa ni wazi ilikuwa ni message ya kitisho ya kwamba atauawa moja kwa moja. Tuangalie hiki ambacho kimeandikwa hapa kwenye taarifa hii ya Chama cha Wanasheria Tanganyika kuhusu Boniface Mwabukusi kutishiwa maisha. Taarifa kwa umma kuhusiana na vitisho dhidi ya Boniface Mwabukusi. Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS kimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kutishwa maisha kwa ndugu Boniface AK Mwabukusi ambaye ni wakili mwandamizi senior advocate, rais na mwenyekiti wa baraza la uongozi la TLS mnamo tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Rais wetu alipokea ujumbe kwenye simu yake kutoka kwenye namba ya simu ya mkononi ya Tanzania 0792 70 58 31 ukiwa unaonyesha kuna mipango ovu ya kuondoa uhai wake. TLS inakemea na kulaani kitendo hicho kwani ni kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na sheria za nchi yetu. Chama cha Wanasheria Tanganyika kwa mujibu wa kifungu cha 4D cha sheria ya Chama cha Sheria Tanganyika sura namba 307 ya sheria za Tanzania ina jukumu la kulinda wanachama wake na wananchi au umma kwa ujumla. Hivyo inachukua kwa uzito mkubwa jukumu la kulinda usalama wa maisha ya ndugu Boniface Mwabukusi, wakili na rais wetu, wanachama wake wote na umma kwa ujumla. Kila raia wa Tanzania akiwemo wakili Boniface Mwabukusi ana haki ya kuishi na kufanya kazi zake halali ndani ya nchi yake bila vitisho, uoga wala hofu. Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS kinatoa wito kwa mamlaka za serikali, hasa jeshi la polisi lenye dhamana ya ulinzi wa raia na mali zake, kuhakikisha wakili Boniface Mwabukusi kama raia wengine anakuwa salama wakati wote. Kwa kuwa kuna namba ya simu iliyofanya uhalifu wa kutishia maisha ya wakili Boniface Mwabukusi, tunalitaka jeshi la polisi liwabaini na kuwachukulia hatua stahiki za kisheria wale wote wanaomtishia maisha ndugu Boniface Mwabukusi. Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS kinafuatilia kikamilifu uchunguzi wa swala hili kwa jeshi la polisi, kwa kuwa aliyetishwa maisha si tu ni wakili bali ni kiongozi mkuu wa taasisi yetu, rais wa TLS. Ni wazi pia kuwa vitisho dhidi ya ndugu Boniface Mwabukusi vinahusiana na nafasi yake kama msemaji mkuu wa TLS, kwa kuwa anatishwa kutokana na kuwa mwongeaji, yani vocal, jambo ambalo ndio msingi na wajibu wa nafasi yake kama mwenyekiti wa baraza la uongozi na rais wa TLS. Mwisho kabisa, TLS itaendelea kusimamia utekelezaji wa majukumu yake kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha sheria ya Chama cha Sheria Tanganyika sura namba 307 ya sheria za Tanzania katika kushauri, kukemea, kuonya na kuchukua hatua sahihi za kisheria, ikiwemo kufungua mashauri mahakamani, yani strategic litigations, katika kulinda haki za wanachama wake
na umma kwa ujumla bila uoga wala upendeleo. TLS inatambua na kuheshimu utawala wa sheria na kwamba hakuna aliye juu ya sheria kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Ifahamike kuwa baraza la uongozi la TLS haliwezi kukaa kimya linapoona kiongozi wake mkuu, rais wa TLS, anatishwa maisha kwa kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa sheria. Tishio kama hili si tu ni la ndugu Mwabukusi, ni la baraza zima la uongozi la TLS na TLS nzima. Uhalifu wa namna hii haufai, tunaulani na hatutauvumilia hata kidogo. Imetolewa na baraza la uongozi la chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Hii ni taarifa kama nilivyokuambia, TLS, taarifa kwa umma kuhusiana na vitisho dhidi ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi, ambaye aliweza kutuhabarisha kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii baada ya kuchapisha taarifa ya kwamba kuna watu ambao wanataka kumuua na wamemtumia message ya kitisho ya kwamba endapo atakwenda Mbeya kupambania haki ya kupatikana kwa Mdude Nyagali, basi watadili naye vizuri, lakini watapoteza maisha yake. Watu mbalimbali wametoa maoni yao hapa. Huyu wa kwanza anasema, rais, translate hii barua kwa international language ili watu wengi waielewe duniani kote. Lakini pia mwingine anasema good take, lakini pia huyu anasema hii ndiyo barua halali imesainiwa. Lakini pia huyu mwingine anasema hapo labda wafuatilie JWTZ, hao wengine ndo wale hawana majibu. Lakini pia huyu mwingine anasema mpaka maji waite mma. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba kila kona ni spana. Lakini pia mwingine anasema Boniface Mwabukusi, kaka, wewe ni mpambanaji, vitisho sio vya kuvitolea tamko kwa umma, get yourself gun, kapambane. Lakini pia mwingine akasema kila kona imekuwa ni matamko sasa, serikali haioni kama inapoteza mwelekeo. Hawa ni baadhi ya watu ambao wametoa maoni yao kwenye taarifa hii ya Boniface Mwabukusi kufuatia tukio la kutishiwa maisha, huku Mdude Nyagali hadi hivi sasa akiwa hajulikani ni wapi alipo. Lakini rais wa chama cha wanasheria Tanganyika alisema ya kwamba atakwenda Mbeya kuhakikisha ya kwamba anapambana na Mdude Nyagali anapatikana. Lakini pia rais Boniface Mwabukusi aliweza kujibu tamko la jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ambalo lilikuwa linatoa onyo kali kwa wanachama, viongozi na wananchi wote ambao wamekuwa wakiwahusisha polisi katika tukio la kutekwa kwa Mdude bila kuwa na ushahidi wowote. Lakini rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi akasema ya kwamba mbona wameweza kutoa majina ya polisi ambao wamehusika, lakini pia yule mzee aliwataja kwa majina pamoja na vituo vyao vya kazi. Kwa nini polisi wasiwakamate watu hao na kuanza kuwahoji badala ya kutoa vitisho kwa wananchi ambao wamekuwa wakizidi kulalamika kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii? Tochea maoni yako, lakini kubwa, endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa zaidi.